Naam, karibu tena ndugu mtazamaji. Ncha Digital naendelea kukupa updates za kile kinachotokea eneo la Mashariki ya Kati. Na kadiriwa mpaka wakati huu, hiyo ni mazungumzo yetu haya ya pili ya jioni yakiwa yanafanyika, tayari Iran imekwisha shambulia nchi 9 kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi. Nchi za Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordan, United Arab Emirates, Syria, Iraq na Israel tayari zimekwisha shambuliwa. Swali la msingi ambalo wengi nimeona wakiwa wanauliza, kwa nini Iran anashambulia nchi jirani na kwa nini asishambulie Washington ambapo Marekani ndiko yalikopangwa na kutekeleza mashambulizi hayo? Kitu ambacho watu wanapaswa kufahamu ni kwamba Iran hajashambulia nchi ama hajashambulia maeneo ya makazi ya watu katika nchi hizo, ama hajashambulia nchi hizo moja kwa moja, isipokuwa ameshambulia vituo vya kijeshi, yani military base zilizopo katika nchi hizo. Na tafsiri yake ni kwamba kushambulia vituo vya kijeshi maana yake ndo malengo mahususi ambapo Iran anatakiwa kuanza kuvishambulia kabla maeneo mengine. Na ikumbukwe Marekani anaishambulia Iran kutokea katika nchi hizi za Mashariki ya Kati, kutokea kwenye military base, kwenye kambi za kijeshi ambazo zipo kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Iran ni lazima akabiliane na kambi hizo za kijeshi, kwa sababu mashambulizi hayatoki Washington, mashambulizi yanatokea katika kambi za kijeshi zilizopo katika nchi hizo ambazo nimekwisha zitaja. Na mpaka sasa ni wastani wa askari 40,000 wa Marekani wapo kwenye kambi zote hizo za kijeshi. Kwa hiyo ni kwamba hawezi kushambulia Washington, atashambulia ambako mashambulizi yanatoka. Maana yake mashambulizi yote ya Marekani yanaratibiwa kutokea kwenye hizi nchi ambako kuna kambi za kijeshi. Kwa hiyo jibu ni jepesi tu kwamba hawezi kushambulia Washington kwa sababu mashambulizi hayatoki Washington moja kwa moja, isipokuwa mashambulizi ya Marekani yanatokea kwenye kambi za kijeshi ambazo kuna askari wa Marekani wanafanya kazi miaka yote kwenye maeneo yale. Kwa hivyo hiyo ndio hali ilivyo. Lakini mpaka sasa Tehran kumeripotiwa vifo vya zaidi ya watu 201 na majeruhi 747 kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu kutokea pale Tehran limeripoti hivyo. Tehran wao wamekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo hayafichi taarifa kabisa. Wao wameeleza hali halisi ya kile kinachoendelea. Kwa hivyo Irani wameendelea kudhihirisha kwamba wao ni watu wanaosimama kwenye ukweli, na wameendelea kutoa taarifa za ukweli zinazohusu taifa lao, hawahitaji hata namna ya kuficha. Lakini pia safari za ndege mpaka sasa tayari zimesitishwa. Karibia nchi zote kwenye eneo la Gulf ama kwenye eneo lile la Ghuba zimesitishwa. Ni wastani wa mataifa mawili tu ambako vituo vya ndege vinafanya safari, Muscat pamoja na Ankara Uturuki, ndiko ambazo ndege zinaweza kutua na kuruka, kwa sababu ni maeneo pekee ambayo hayajashambuliwa. Ikumbukwe hizi nchi za Muscat na Uturuki ndizo nchi ambazo walau zina ile tunaita azifungamani na upande wote wa moja kwa moja, hasa Muscat. Kwa hivyo ndizo nchi ambazo mpaka sasa hivi zimepona kwenye mashambulizi hayo. Lakini taarifa za kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei na Masoud Pezeshkian, Iran wamezikanusha. Wanadai kwamba Ayatollah Ali Khamenei na Masoud Pezeshkian wote wako hai na wanaendelea kupanga namna gani kufanya makabiliano makubwa. Drone Shahid 136 ya Irani inaripotiwa kushambulia na kuiangusha rada ya Marekani iliyoko eneo la Mashariki ya Kati. Moja kati ya rada muhimu sana
katika kupanga na kupaleti mashambulizi pamoja na kusanya taarifa mbalimbali imedunguliwa. Ni moja kati ya athari kubwa ambayo pia Marekani ameipata kwenye eneo hilo. Kwa hivyo ni mashambulizi ambayo yameendelea kuripotiwa kuwa ni makali sana. Irani imeonyesha namna ya taifa linavyoweza kujipambanua, na inadaiwa ni taifa la kwanza duniani kuweza kupiga USA military base, kupiga kambi za kijeshi za Marekani 9 ndani ya siku moja katika masaa machache. Hii haijawahi kutokea, pamoja na kuwepo kwa mifumo ya kisasa ya kudhibiti makombora, lakini bado drones mbalimbali za Shahid 136 zimeweza kupenya katika baadhi ya military base na zimeleta athari, ingawa hizo athari kwa sasa huwezi kuzipata kulingana na taarifa ambazo zimeendelea kuhifadhiwa ama kufichwa na mataifa hayo. Kwa hivyo Saudi Arabia na Qatar wao wamelaani shambulizi la Iran lililopiga kwenye kambi zao, na wanadai huenda wakaungana na Marekani kushambulia Iran. Kwa hivyo mashambulizi ni makubwa. Iran imeendelea kushangaza mpaka kwa sasa, uwezo wa kukabiliana na mataifa zaidi ya 7 kwa maana ya kambi za kijeshi zaidi ya 9 katika eneo la Ghuba ya Uajemi ni uwezo ambao haukuwahi kutarajiwa kutokea pale Tehran, na wanadai mashambulizi yataendelea mpaka pale maadui wao watakaponyong'onyea na kuchoka kabisa. Kumbuka huko Israeli kwenyewe mashambulizi yameendelea, maeneo ya Haifa, Tel Aviv na maeneo mengine mashambulizi yamekuwa kasi sana, lakini pia Tehran nako mashambulizi yanaendelea. Kwa maana ya vifaa vya kuzuia makombora vya nchi zote mbili za Tehran na Tel Aviv imeendelea kufanya kazi, wanafanya interception na kadhalika, lakini hali si nzuri eneo la Mashariki ya Kati. Tishio la kufungwa kwa mfereji Hormuz, inadaiwa jenerali wa jeshi la Iran ametangaza kufunga mfereji wa Hormuz, na ni moja kati ya hatua kama itatekelezwa, manake ni tunaenda kushuhudia hali mbaya sana kiuchumi katika eneo la dunia. Kumbuka pia tayari huduma za ndege zimezuiliwa kwenye nchi zote, manake tayari athari za kiuchumi zinaanza kuonekana katika hatua za mwanzo kabisa za machafuko haya. Hali ni mbaya, lakini tunaendelea kuomba Mungu mambo yakae vyema, kwa sababu hii itakuwa ni hatari kwa dunia na si tu eneo la Ghuba ya Uajemi peke yake. Endelea kubaki hapa Nchi Digital, usisahau kusubscribe, tutakuwa tunakuletea taarifa za kila wakati kile kinachoendelea kule Tehran pamoja na Tel Aviv. Nakushukuru kwa sasa, kwa heri kwa muda mfupi kwa sasa.